Sheikh Pembe, wewe unatoka wilaya ninayotoka mimi, kwa hiyo niwakilishe generation hii kubwa, ni vijana. Sheikh Adam alikuwa mwalimu wa Qur'ani, sema dakika 3-4 alafu tupeleke kwa wazee wako. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah thumma as-salatu was-salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Nitambue uwepo wa wazee wetu, walezi wetu, mashekhe zetu. Ningependa kuazima itifaki iliyotangulia kwa wazungumzaji waliopita kwa kuchunga muda, niseme kwamba itifaki imezingatiwa. Mwanawachuoni mmoja anaitwa Ibn Khaldun, chuo kikuu cha kwanza pale Morocco kilikuwa kinaitwa University of Qarawin katika mji wa Morocco. Kulikuwa na mwalimu mmoja ambaye alifanya kazi kubwa sana duniani, alikuwa anaitwa Ibn Khaldun. Alikuwa anafanya kazi ya kufundisha akiwa ni kijana wa miaka 26, kijana mdogo sana. Siku moja alikuwa anaongea na vijana katika chuo kikuu kile, na wanahistoria wanasema ilikuwa ni mwaka 849, karne nyingi zilizopita. Aliwaambia, idha mittu fala tabhathu anni fil maqabir, nikifa msiende kunitafuta katika makaburi, bal ibhathu anni fi qulubi nnas, nendeni mkanitafute katika mioyo ya watu. Maneno haya anathibitisha yule ambaye tumemkusanyikia leo, mzee wetu, ustadhi wetu, Ustadhi Adam Ahmad, ambaye yeye ameacha athari kubwa ya kusomesha Qur'ani, na leo tunashuhudia kwamba anatajwa katika mioyo ya watu. Watu hawajaenda kwenye kaburi lake, bali watu wanaenzi kazi yake aliyokuwa ameifanya. Ujumbe wangu na message yangu kwa vijana wenzangu, kama alivyosema kaka yangu Chief of Protocol Bakwata, kaka yangu Muhammad Nasr, ni wawakilishe vijana, tuige maisha ya mzee wetu Ustadhi Adam. Kazi yake kubwa ilikuwa ni kufundisha Qur'an. Amechakaa, ameacha athari njema, ameacha watu ambao leo tunawashuhudia wakisoma Qur'ani mbele yetu, na kila mmoja ana nafasi kutumia ujana wake na umri wake kwenye kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala. Katika vitu ambavyo havirudi, mojawapo ni ujana. Ndio yule Abul Ula aliwahi kusema, thalathatun laysa laha iyabun, alwaqtu waljamalu washababu, wakati haurudi, uzuri haurudi, na ujana pia haurudi. Kila mmoja atumie ujana wake kwenye kumtumikia Allah subhanahu wa ta'ala, ili ukifa watu wasiende kukutafuta kwenye makaburi, wakutafute katika mioyo ya watu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imamu mkuu wa msikiti wa Mtambani, wilaya ya Kinondoni, karibu na makao makuu pale ya Waislamu Tanzania, Bakwata. Maalim Kais TV ni channel inayokuletea mafunzo na mambo mbalimbali yanayohusu Uislamu. Itakufunza mahali mema katika jamii, kinachotakiwa kufanya. Usisahau kusubscribe, kushare pamoja na kucomment, ili uweze kunufaika na kila kitu.